Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi amewataka wawekezaji wa kigeni waliopewa ardhi nchini kwa ajili ya mifugo kutumia vizuri ardhi hiyo kwa ufugaji wa kisasa badala ya kufuga mifugo kienyeji kama wanavyofanya wananchi wa kawaida. Waziri Lukuvi ametoa agizo hilo mara baada ya kutembelea shamba la mwekezaji la Darakuta lililopo katika kijiji cha Gijemeda, bonde la Kiru, wilayani Babati, mkoani Manyara, na kubaini kuwa mwekezaji huyo hafugi kisasa, jambo ambalo halizingatii matumizi bora ya ardhi. Tuungane na mwandishi wetu Sechelela Kongola kwa taarifa zaidi kutoka Manyara. Eneo la shamba la mwekezaji lenye ukubwa wa ekari 17,500 ambazo zinatumika kwa ajili ya kufuga mifugo, kilimo cha miwa pamoja na ndizi, ambalo mwekezaji huyo alianza kumiliki shamba hilo tangu mwaka 1985, ambalo alinunua kiasi cha shilingi milioni 8.5 kwa kipindi hicho, ambapo waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi ametembelea. Mara baada ya kutembelea shamba hilo akiwa ameongozana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Babati, waziri Lukuvi amemtaka mwekezaji huyo kufuga kisasa badala ya kufuga kienyeji kwa kuchunga mifugo kama wanavyofanya wafugaji wa kawaida. Nataka wawekezaji wote wa nje tuliowapa ardhi kwa matumizi ya mifugo wafuge, ili Watanzania wetu wajifunze utaalamu, wapate utaalamu, lakini tupate ajira. Sisi tunapima kiwango kikubwa cha ardhi ulionayo na ajira uliotoa ni kidogo. Utaalamu ulionao hauna tofauti na wachungaji wa kawaida wa Kibarbeki. Kwa hiyo bado huja improve utaalamu, ambayo ndio lengo letu. Hujaweka mtaji wa kutosha kama ambavyo tulikubaliana tunapokuuzia mwaka 85, lakini huja improve bado mwaka 85 mpaka leo. Pia ameonya hatua mwekezaji wa shamba la Kamal lililoko Bagamoyo mkoani Pwani, ambalo alilipata kupitia mpango wa EPZ kwa kuuza shamba hilo kwa mwekezaji mwingine toka China, ambaye ametaka salimishe hati za shamba hilo haraka. Wale wote wageni ambao wameuza ardhi ambayo haikuendelezwa, tuliwapa kwa mazumuni labda ya EPZA au kupitia TIC, lakini wameuza bila kuendeleza, wajisalimishe na wasalimishe hizo hati zao kwa sababu ni batili. Kufuatia hatua hiyo, pia amewatahadharisha watumishi wa serikali wanaotoa sahihi ya kuruhusu mashamba yauzwe kutoka kwa wawekezaji wa kigeni kwenda kwa wawekezaji wa kigeni wengine, jambo ambalo si sahihi. Mwekezaji wa shamba hilo la Darakuta amesema lengo kubwa la kuwekeza katika shamba hilo ni kuboresha mifugo ili iwe ya kisasa. Miaka hii 30 tulifaulu kuzalisha pure stock ya ng'ombe ya Borana kwa kutafuta madume pure breed kwenye certificate ya Borana kutoka Kenya na Afrika Kusini. Kaimu mkuu wa mkoa wa Manyara ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Babati, Crispin Mela, amesema hivi sasa ameweka utaratibu mzuri wa kuzuia migogoro ya ardhi ambayo ilikuwa inasababishwa na viongozi wazembe. Na mwanasheria wa halmashauri, kwa maana ndiye atakayetakiwa kusaini kama shahidi kwa ile transaction, iwe ya individual iwe ya kijiji, ili kwanza kuondoa migogoro, lakini pia kupata revenue za serikali, kwa sababu hizo transaction unakuta zinafanyika huko kijijini, ile 10% viongozi wa kijiji wanakula zile pesa. Waziri Lukuvi amesema atafanya ziara kwa kukagua mashamba yote nchini ya wawekezaji ili kubaini kama wanatumia mashamba hayo kama walivyoomba. Sechelela Kongola, TBC, Manyara.